na ukiangalia kwa uzuri kabisa JKT Tanzania ni moja kati ya timu ambayo nimeizungumza toka awali kwamba ni timu ambayo naamini zaidi kwenye vijana wazawa, na ukiangalia kwenye kikosi chao hakuna kijana yoyote ambaye ametoka nje ya mipaka ya Tanzania, manake wanaamini zaidi kwenye uzalendo. Ndio maana wanaita timu ya kizalendo. Okay. Ya timu ya kizalendo zaidi. Unajua wanajeshi pia hawa. Kwa hiyo ya wanaamini vijana hao, na ukienda pale kitu kizuri ambacho nakipenda, bwana ukifika pale lazima ukale kwata. Aha. Yani kwa mimi nikitaka kujiunga na JKT kuna tumeona wachezaji kibao waliokuwa wamepita pale waliingia kwanza kwata, tunaona vipala tu wanakuja wanacheza mpira, nywele zote zimengolewa kichwani. Okay. Kwa hiyo ni timu ambayo inaenda kukufundisha kwanza uzalendo, vijana kuweza kujituma, lakini msimu uliopita ni moja kati ya klabu ambayo ilionyesha ubora mkubwa. Yani tulikuwa tunaona kabisa Ahmad Ali alikuwa ni kocha ambaye ametengeneza timu yake kwenye misingi bora sana, ambako kila mtu alikuwa anawaza kwamba nikikutana JKT itakuwa, yani hadi mimi nilikuwa prediction yangu JKT kienda kucheza na wapa asilimia kubwa kwamba yes naona JKT akienda kushinda. Pale mwishoni mwa msimamo mwa ligi msimu uliopita wakaanza kupotea, yani JKT wakaanza kupoteza ile kitu ambacho walikuwa wameanza nacho mwanzo. Mimi kwa imani yangu nilikuwa naamini labda inaweza labda JKT ikawa ni kwa sababu tu ya mwisho wa ligi wameshakusanya mara ya kwanza alama nyingi, wanajaribu tu kubuy time ili kumaliza ligi kwa sababu washajua hawaendi kuchukua ubingwa wa ligi kuu. Lakini msimu huu wamekuja kunistusha walivyoanza ligi kuu ya NBC. Hawajaanza kwa kile ambacho watu wengi walikuwa wanategemea labda itacheza vizuri JKT. Tumeona wametoka kufungwa mechi zilizopita 2. Kwa hiyo inaonyesha jinsi gani ambavyo JKT kwa sasa haiko bora. Ukiangalia eneo lao la ushambuliaji pia, njoo angalia eneo lao la ulinzi. Mpaka sasa hivi eneo la ushambuliaji lina goli moja pekee, na wao wakiwa wamesharuhusu magoli zaidi ya moja. Kwa hiyo inaonyesha namna gani ambavyo wanaenda kutana na Yanga ya kina Maxim pia Nzengeli wa moto, Duki Abuya akiwa eneo la chini wa moto, unamkuta wachezaji kama Shalulile wa moto, njoo Boka ni mchezaji ambaye anapanda kweli kweli juu, ana assist 2 mpaka sasa hivi kwenye ligi kuu. Inakuonyesha Yao Kwasi ubora wake unauona, Jigidi Ala golini ubora wake unauona. Kwa hiyo inaonyesha ni mchezo ambao JKT wanaenda kutana na mechi ngumu, na wana historia mbaya katika uwanja wa KMC. Msimu uliopita walifungwa goli 5 wakiwa bora, yani msimu ambao watu wengi walikuwa wanaiona JKT bora, lakini ilifungwa goli 5. Msimu huu wanaenda kutana na Yanga Africans, ambao Yanga hii tunaizungumza sasa ni Yanga ambaye ikikufunga goli chache ni goli 3. Okay. Yani tumeangalia mechi ya kwanza zile ya Namungo pale Ruangwa, wamefanikiwa kuibuka na ushindi wa goli 3-1. Mchezo uliofuata wamempiga Coastal Union pia 4-1. Kwa hiyo inaonyesha ni timu ambayo ikiamua kukufunga inakufunga kweli kweli. Lakini kwa upande wa Yanga pia ni timu ambayo imeonyesha madhaifu kwenye eneo la ulinzi. Wameweza kuruhusu goli 2 kuweza kufungwa na wenyewe kuelekea mchezo. Kwa hiyo kwa JKT kama wataamua kuingia na kuangalia mkakati wa Yanga ambao wanaingia nao. Unajua Yanga wamekuwa bora sana katika maeneo yao mengi, kuanzia eneo la katikati na maeneo ya pembeni. Ukimwangalia Kangwanda ni mchezaji ambaye tunaita ball dancer, anaweza kaeka mpira mbele akawa anaondoka na mpira, nyinyi mnasoma jezi. Ana speed, anaweza kutembea 1v1 akaondoka na beki mmoja kwa mmoja, ana huo uwezo. Mwangalie Maxim pia Nzengeli eneo la katikati, ana uwezo wa kudribble mpira umbali mrefu wa uwanja, akawa anatembea na mpira, anajua kukutani, ana nguvu. Ukiweka shoulder to shoulder ana uwezo wewe ukaenda chini akabaki. Kwa hiyo ni mmoja kati ya mchezaji ambaye pia naenda kumuona siku ya leo na anapewa nafasi kubwa. Unajua katika michezo miwili Maxi ambaye amecheza yote amefanikiwa kuwa man of the match. Ni inakuonyesha jinsi gani ambavyo Young Africans kwa sasa ipo bora. Njoo muangalie Peter Shalulile kwenye ligi kuu na goli 1, lakini angalia mchezo uliopita zidi ya Coastal Union ilifunga goli 2 ambazo zote zilikuwa ni offside. Anakuonyesha namna gani ambavyo anaweza kaa katika maeneo ya hatari na kuweza kufunga. Ni mchezaji ambaye anapiga tapping pila katika maeneo ya boxi, anakaa katika maeneo sahihi anafunga. Hajaanza hapa Young Africans, ameanza kuanzia yupo pale South Africa katika kikosi cha Mamelodi Sundowns. Amekuwa mfungaji bora wa muda wote katika ligi ya South Africa, moja kati ya ligi kubwa hapa barani Afrika. Ameweza kuonyesha hiyo akimaliza pale na magoli takriban 104. Amekuja kwenye ligi ya Tanzania,
anataka kuonyesha watu kwamba Engineer Hersi hajafanya makosa kuja kunisajili mimi hapa nilipo. Lakini unaona kuna nyota ambao wengine wapo pale kikosi cha Yanga ambao pia wakipewa nafasi wanaweza wakataka kumuonyesha mwalimu kwamba sisi endelea kutupa nafasi, usituache kukaa nje. Kwa hiyo inakuonyesha jinsi gani ambavyo Yanga anaweza kawa bora pia siku ya leo, japokuwa madhaifu ya JKT yapo mengi, lakini pia ni timu ambazo JKT ikiamua kukaa nyuma ikuzuie pia inao uwezo huo. Lakini je, wanaweza kuwazuia wachezaji wa Yanga siku ya leo wasiweze kupata magoli? Kwa sababu jambo la kwanza mimi huwa naliamini timu ambapo inakuwa ugenini, jambo la kwanza kwangu huwa naamini sare ndio jambo la msingi. Yani kwamba sisi tusipoteze, cha kwanza tutafute sare, afu cha pili tujitafute ushindi kama utapatikana. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi naona ni moja kati ya mchezo ambao utakuwa mzuri sana, Yanga zidi ya JKT. Tusubiri dakika 90 ziende kuamua.